Naam, hujambo mpenzi mtazamaji wa WW Company TV na kukaribisha kuweza kufuatilia mkasa mzima namna gani ulivyoweza kutokea katika mji huu wa Kasaba. Siku ya leo tumeweza kusafiri mpaka kufika kwenye mji huu unaopatikana ndani ya gavumenti ya Babungwe Kusini ndani ya sekta Nganja tarafani Fizi. Mto huu unajulikana kwa jina la Bekia ambao uliweza kusababisha mafuriko makubwa na kupelekea zaidi ya watu 120 kuweza kupoteza maisha na wengine zaidi ya 30 kuweza kubaki na majeraha makali. Hivyo tutakwenda kujiana na baadhi ya waanga ambao waliweza kunusurika kwenye janga kama na hili. Ila kabla ya yote tu nakuomba kwanza usisahau kwanza kusubscribe YouTube channel yetu pamoja na kushare kwa wengine waweze kuangalia namna gani mkasa ulivyokuwa. Vile vile serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya mkoa wa Kivu ya Kusini umeweza kuchukua adhimio gani na ni msaada upi ambao umeweza kutolewa na serikali? Usikosi kuwa nasi mpaka hapo tamati. Upo nami Miraji Nurdin. Narudia tena usisahau kusubscribe. Jambo mama. Jambo sana. Labda ungejitambulisha unaitwa nani? Kwa jina mimi naitwa Mariamu Bendera. Naam, unaweza kutuambia mkasa ulikuwa namna gani hapa Kasaba? Sawa, ilikuwa saa 11 hivi. Batu bamoya banishalamuka, wengine banangali nalala kuvitanda juu mvula ilinyeshaka sana usiku. Kufika asubuhi sasa ndo pepo ikaingia ya mingi sana. Kwa ile pepo kuingia ndo tukasikia mgurumo inakuya, uzania labda dunia inaisha. Mgurumo wa mingi sana na sie wenyewe bako kukitanda tuko asikia kitanda kiko na tingizika, manjanja yote iko na tingizika. Baada ya dakika ngapi tukasikia ile mgurumo inaisha. Kukuya lamuka batu wanaanza lalamika, batu wanakufa sana. Kulamuka kwanza kuya huku kuangalia wenzetu kweli wanapoteza maisha ba mingi sana. Na ni wangapi ambao unaweza kupoteza maisha? Ni ba mingi sana. Sijui kama naweza kuanza kukuhesabilia hapa hivi kama wanaweza fika hata maswasantene hivi. Na kwa jinsi unavyojua ni wangapi ambao umebaki na majeraha, ambao ulibaki tu na vidonda vikali, maumivu, kuvunjika ni? Ba majelani ba mingi juu wengine wako hospitali kule, wengine wako hapa hivi Uyungu na wengine wako Uvira, wengine wako Baraka. Yaani abakosi hata wengine hapo 40 hivi. Wewe kama wewe kuna baadhi ya wanamemba familia ambao umeweza kupoteza? Nimepoteza watu 5 wote, wa familia moja. 5 ba garso tu. Ni watoto wako? Ni watoto wa bwana mkubwa yangu mimi. Na wote mlikuwa kwenye nyumba moja ndo wewe ukanusurika ulikuwaje? Hapana. Wale wa garso walikuwa lala ngambo ya hapa hivi hapo kwa avoka hapo. Mimi nilikuwa nalala ngambo ya kule lakini hebu ndo bakaenda mimi nikabakia. Na ukiwa ni mmoja kati ya watu ambao umeweza kupoteza wanafamilia wako, serikali unaweza kufika katika mji wa Kasaba. Je, ni kitu gani ambacho unaweza kawaambia? Tungesi serikali kwanza cha muhimu hospitali batutilie hospitali karibu juu ba mingi baliasirika sana kukosa hospitali. Balishushwa kazimia kufika munjia bakakaukiwa madamu, lakini hospitali ingekuwa hapa hivi batu wangesaidiwa. Hiyo hospitali batu wangetiliwa damu abangekufa. Na sie wenyewe banabakia, tungeomba serikali nayo pia isaidie hata wale baasirika, hata sie wenyewe abakwasirika tusipati vya mingi, lakini wale baasirika bapewe vya mingi juu banapoteza vitu vya mingi sana. Naam, kuna msaada wote ambao mishaweza kupata kabla ya msaada ambao unaweza kaja kwa siku ya leo? Ndio, msaada hatuwezi kusema uongo umeshafika, lakini ulichagua. Bamoya walipata na wengine wakakosa. Ufatana na uongozi wa serikali wa mgini au na sawa. Na ulikuwa ni msaada gani? Bali tuletea kabunga, bakaleta sabuni na maharage juu ya wale basirika na chumvi. Na ilikuwaje na wengine wakakosa? Vurugu ilikuja nyingi sana na watu wakagombania vitu. Yani walipokeza wale maasirika wakaisha. Wengine wakaanza chukua ba huku na bakibamba bote kupokea, na wenyewe bako Tanzania wakaanza bapokeza, ndio watu wakaleta vurugu, wakaanza kugombania vitu. Na vipi
hali ya maisha mpaka sasa, mnaendelea kuishi kama jinsi mlivyokuwa mnaishi kabla ya mafuriko au maisha yamebadilika? Hali ya maisha sasa ni duni sana, kwa sababu hata sisi mashamba yetu inaporomoka na kwenda kushamba tuko nasikia boga. Labda unaweza jirani anaweza kukutokea, unakumbuka vile ile siku ya aksio, unakumbuka yani hata kuenda kushamba tuko na shindwa kabisa. Vipi shughuli zingine za ambazo huwa mnaziendesha zinafanyika kama kawaida? Yani vitu unaona kila kitu kinaharibika. Hata ukinyangua hiyo biashara unaenda kuitereka kule, hakuna venye viko nanunuliwa kama mbele. Na mboga tunakosa, bavuvi nabo wanashindwa hata kupanda nani mumai. Dada, tunakushukuru sana kwa hili. Ndio. Jambo mzee. Jambo sana. Labda nijitambulisha tena. Kwa jina mimi naitwa Siduas Majungezi. Naam. Vipi ulikuwaje kwanza mkasa wa hapa Kasaba mpaka kufikia hatua mafuriko? Ilikuwa ni asubuhi na saa 12 ya asubuhi. Wakati ilikuwa asubuhi mvula ikanyesha ya mingi. Baada ya mvula kunyesha ya mingi ndio tulisikia mtetemeko wa ardhi. Haki tukishituka tu tunakuwa mwenye maji. Tunakuwa mziwa Mtanganyika. Kuangalia nyumba tena hatuna manyumba, tulitoshoa manyumba bila kujua. Na umeweza kupoteza watu wangapi wa familia yako? Nyumba yangu nilipoteza watoto 3. Wote watoto wako? Ndio. Wa jinsia gani? Wote ni wa kiume? Watoto 2 wa kiume na 1 wa kike. Naam. Vipi mpaka sasa maisha yako yameweza kubaki namna gani? Hata maisha kabisa, maisha iko mzuri sababu sijui lolote lenye ndaweza fanya kati ya maisha sababu situmiki na kula ni shida. Na nafasi ya kulala hakuna. Naam, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na viongozi wa mkoa wa Kivu ya Kusini wanaweza kuwasili katika mji wa Kazimia. Ni kitu gani ambacho unaweza kawaomba wewe kama mmoja kati ya wanga? Ndio. Serikali na ilomba inisaidie kwa ujenzi na vyombo vya kutumikisha nyumbani. Naam, zaidi ya hilo unaweza kuomba ni kipi tena? Zaidi ya kile sababu nilikuwa na hela zenye nilikuwa natumikisha kwenye uchuruzi zote zilienda. Kama itaweza kuwa uwezekano wataweza nisaidia tena mtaa mpya. Jambo dada. Jambo sana. Labda ungeweza kujitambulisha pia. Jina langu Maombi Peresh. Naam, na wewe ni mmoja kati ya wanga wa mafuriko hapa Kasaba? Ndio. Naam, ilikuwaje na wewe ukanusurika? Ilikuwa siku ya 4. Tunalala mnyumba, siku kakucha. Kula ilikuwa inanyesha. Niko na watoto mnyumba, kasikia mngurumo. Kusikia mngurumo, nikaambia watoto yangu ni nini hiyo? Watoto wakaniambia mama, sasa tujue kama ni mtetemeko. Hata haina mtetemeko watoto wangu. Nikasikia nyumba wanaanza itingiza. Kaambia watoto wangu tukimbie. Mimi nikakimbia na watoto wangu mmoja mtoto wangu kukimbia naye akaenda na mai. Na mimi nikalumia, nilikuwa na mtoto mikono, kana mlalia mai. Mungu akasaidia nikamtoa kikuvura kenye nilikuwa namweka kaenda. Mungu akasaidia nikamtoa mmoja kaenda, mtoto mmoja kaenda, tukakimbia na wengine. Na mimi nikalumia pia. Hii mkono ikamfupa kakachomoka. Nikakimbia nikapona, lakini mama mtoto ndo mwenye aliendaka, mtoto wa miezi 7, kwa miaka 7. Na mpaka kufikia hatua kupona, umeweza kupata matibabu? Kwa hospitali? Hapana. Waliniuzia kama dawa. Nikakunywa, kasikia afadhali, lakini ngali nasikia mwili ngali tu nachoka tu. Ngali nachoka kabisa, siasikia hata afadhali mwili yangu. Na kutokana na hilo na mkasa mzima ambao uliweza kupitika katika mji wa Kasaba, unaweza kuomba nini kwa serikali? Anisaidie vya kukula, manzanza, vya kulalia vyote viliendaka, masani yote kaenda, hata na kiatu kenye nilikuwa naki huku mgulu kikaenda, nikakosa hata sindafanya, sina mwaye ya kutafuta vingine. Saidia manzanza, masahani, vya kulalia, hivyo na manguo vyote.
Niliendaka. Sasa tunakushukuru sana. Na hujambo mpenzi mtazamaji wa WW Company TV. Naitwa Miraji Nurdin, bila kamera na nyuma kamera ni Wilson. Hivyo tumeweza kusafiri mpaka kufika katika kijiji cha Kasaba ambacho kinapatikana ndani ya groupment ya Babungwe Kusini, sekta Nganja, ndani ya tarafa la Fizi. Katika mji huu wa Kasaba ilikuwa ni tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2025 ambako kuliweza kufanyika maafa makubwa sana yaliyosababishwa na mmomonyoko wa ardhi na mafuriko makubwa kwenye mto huu wa Bekiam, ambao ulisababisha zaidi ya watu 120 kuweza kupoteza maisha na wengine zaidi ya 30 kuweza kubaki na majeraha makali. Na baadhi ya wengine wameweza kunusurika kabisa na kutoka pasi na shaka yoyote, bila maumivu yoyote, bila majeraha yoyote. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya jimbo ya Kivu ya Kusini imeweza kuchukua adhimio gani na ni msaada upi ambao umeweza kuchukua kwa ajili ya wale wahanga wa mafuriko haya? Siku ya leo tutakwenda kufahamu yote hayo. Ila tu nakwambia usisahau kwanza kusubscribe YouTube channel yetu pamoja na kushare kwa wengine waweze kutazama namna gani mto huu wa Bekia uliweza kusababisha maafa hapa. Tutakuwa na serikali ya mkoa pamoja na wabunge wote wa taifa, wote wanne kutokea Kinshasa, watakwenda kutueleza ni namna gani waliweza kusikia na kuweza kusikitika kutokana na msiba huu. Tuko pamoja. Mbele kamera ni Miraji Nurdin na nyuma kamera ni Wilson.